Guys, nawaambia mambo yamechemuka, hakukaliki. Rigathi Gachagua na William Ruto wameamua kufuana nguo hadharani. Leo Rais Ruto amechemuka, ameongea yale yote. Mara sijui Gachagua alipeana mimba kwa msichana mwenye ni mdogo. Wengine wako na vichwa kubwa, tumbo ni kubwa, wanaharibu hewa. Leo mimi hata nimeshangaa kwamba rais wa nchi anaweza fika kiwango kama hicho cha kuambiana kwamba huyu anaharibu hewa. Jamani, hata mimi naweza sema hata mimi sikuli kwa bibi yako bwana. Kama bibi yako ameshindwa kukulisha, ukuwe na kichwa kubwa, ukuwe na tumbo kubwa, shauri yako bwana. Usiniletee shida za kwako. Kama umekonda masikio ikakuwa kubwa, shauri yako. Sisi kama Wakisii tunakula ndizi, tunakula ugali na miwa na avocado. Sasa utadu. Kama umeshindwa kukula unenepe, mimi sichakuuliza mbona umekonda na mbona uongee eti mimi nimenona. Lakini wacha niwaambie, hii tabia ya baadhi ya viongozi wanapadrishwa damu kila wakati fulani. Afya yao ikizidi kudhorora, wanaenda wanapadrishwa damu, alafu mtu anakuja amenenepa kama nguruwe. Unapata mtu ghafla penifu amenenepa kama nguruwe. Alafu sasa hii mtu anatuambia eti anaenda kufanya mazoezi, eti anajua wakati wa kufanya mazoezi, wakati wa kwenda gym, ndio ashughulike vizuri kitandani. What kind of nonsense is that? Leo wameletana jamani. Lakini unajua sisi Wakisii tukikwambia ng'ombe hiyo sio matusi. Tukikwambia tumekwambia umekonda kama skeleton, hiyo si matusi. Tukikwambia wewe ni mweusi kama nyungu ya kupika githeri, hiyo si matusi. Tukikwambia nyoko, hiyo ni kukusifu. Tukikwambia kumbafu, hiyo ni kukufunza adabu. Sisi hatunanga matusi, si ndio? Lakini hawa jamaa wameletana. Rigathi Gachagua ameamua ni kipoko ya William Ruto. Hata Matiang'i amejaa.